kuwasalimu kwa salamu tukufu za upendo wa Yesu Masihi. Hamjambo. Shalom. Si Bwana yetu awabariki sana. Awatendee mema, awakumbuke kwa ajili ya ufalme wake. Niko na shukrani za kipekee mbele zake Baba wetu wa mbinguni, kwa ulinzi wake mwema na mwongozo wake wa ajabu. Jambo hili limefungua ukurasa mpya katika maisha yangu, na si tu katika maisha yangu tokea hapa, ila nimepata nafasi nzuri ya kutafakari maisha yangu tangia nilipozaliwa. Nimefanya hesabu nyingi na moyo wangu na mawazo yangu kutafakari mawazo yake Baba wetu katika maisha yangu. Nikajua kwa kweli yeye alinitegemeza katika matiti ya mama yangu, akanipa tumaini. Katika kulelewa kwangu na kukua kwangu, nikakuwa katika tumaini. Nikapata mzazi ambaye aliweza kunielekeza katika adabu na katika elimu. Nikapata kumjua Elohi, nikajua njia ya imani, nikajua mipaka ya imani. Jambo hili kwangu lichukue hivi tu, bali na muhimidi Elohi aliyenikusudia niwe jinsi nilivyo hivi leo. Baba wetu atukuzwe sana. Nimekuwa na nafasi nzuri ya kuwaza maisha yangu na kutafakari mengi sana ambayo inanibidi niyafanye maadamu niko katika pumzi ya uhai huu. Najua kuna kazi kubwa sana ambayo Bwana ameona aiweke katika mabega yangu. Ila si katika hekima yangu, si katika akili yangu, si katika maarifa yangu. Bali najua hili litafanikiwa kwa msaada wa mbinguni, katika uwepo wa nguvu za Roho katika maisha yangu, kunielekeza katika maarifa na hekima ya kweli. Baba wetu aniongoze. Na shukrani za kipekee kwa baba yangu mzazi. Ninapomwaza na kumfikiria, sichukue tu kuwa ni babangu mzazi katika kunileta hapa duniani, bali ni mfano wa kuigwa na mimi na wengi ambao wamemtazamia kama mshauri wao. Kuna wakati mmoja niliwaza nikafikiria maneno ya mzee babangu mzazi. Wakati mmoja alinielezea maisha ya baba yake, yani babu yangu, na jinsi ambavyo siku za mwisho zake, ama siku yake ya mwisho, madakika yake ya mwisho, ya kwamba aliaga akiwa katika mikono yake. Alifungua saa yake akamkabidhi mzee, na akaweza kumbariki na baraka. Siku moja nikawaza nikafikiria, nilikuwa napitia changamoto fulani. Nikawaza nikafikiria, babangu mzazi siku moja aliniambia kwamba alibarikiwa na baba yake. Kwani labda maisha yangu hayaendi sawa? Kwani labda nikijaribu kufuata njia hii nafika mwisho? Ingawaje mzee babangu hajui, nilimwendea mamangu mzazi. Nikamuuliza, mama, kuna maneno ambayo babangu aliniambia kwamba aliweza kubarikiwa na baba yake. Kwani babu alimbariki babangu kwa baraka gani? Kwa sababu kama ni maisha, labda tumejaribu njia nyingi, hata kama tumefika mahali tumefika katika mawazo na matamanio ya mwanadamu. Wakati ule nilikuwa nafikiria kwamba sijafika mahali ambapo nilitazamia baraka ya babu kunifikisha, nikitumainia baraka za kizazi kile. Mamangu mzazi aliniangalia na kucheka, lakini akaniambia kuna sababu. Sababu hii si kufunuliwa na mtu, ila katika maisha yangu na kukaa kwangu nilipata ufahamu. Nikajaribu kuwaza maisha ya babu yangu kwa sehemu kidogo ambayo niliweza kufanikiwa. Nikawaza maisha ya babangu mzazi kwa sehemu kidogo ambayo niliweza kufanikiwa. Nikajua kwa kweli kuna baraka zipitazo baraka zote. Wakati babangu alizaliwa, hakujua hatima yake itakuwa gani katika maisha ya kawaida na katika maisha ya imani. Wakati alinizaa, hakujua hatima yangu katika maisha ya kawaida na maisha ya imani. Ilikuwa sirini mwa Elohi. Hakika natambua kwamba baraka ambazo babu yangu alimbariki babangu, nimerithi baraka hizo siku ya leo, kwa sababu nimeshirikishwa katika huduma ya ajabu
katika huduma ya familia ya mbinguni, kuelekeza wengi katika njia ya haki, kuongoza wengi katika njia za Baba na kuunganisha wengi na familia ya mbinguni. Baba, unisaidie. Nina imani kwa sababu yeye aliahidi, amenilinda katika mengi ambayo angefanya hata nikasahau na imani, angefanya hata nikaacha imani, na mengine hata labda ningerudi katika mavumbi. Lakini Baba amenihifadhi hata hivi leo kushuhudia mpango wake wa ajabu. Akiwa sidini zake ahimidiwe milele. Sina nguvu zangu, sina hekima yangu, nimemkimbilia tu yeye Elohi, yeye ambaye wale wote ambao atanipa ni waongoze. Na mkimbilia tu ambaye aliweza kuwaumba, anisaidie kuelewa sauti zao, anisaidie kuelewa mioyo yao, anisaidie kuelewa na maisha yao, na kile ambacho watahitaji kwangu. Baba, asininyime ili niwape wapate tumaini. Mbarikiwe na Yashua. Nashukuru sana. Kidogo kumalizia, naomba nimkabidhi mchungaji wetu. Nashukuru Baba wetu wa mbinguni kwa sababu Eloi, Baba wetu aishie milele, ana mipango ya ajabu. Mfalme ahimidiwe sana. Baba wetu atukuzwe sana. Ameona ni vema siku ya leo tusimame katika nyumba hii. Hatutatangatanga tena, hatutayubayuba tena, kazi haitasimama. Baba atukuzwe sana. Najua kazi itaendelea, kazi itasimama, na kazi itasimama na kukaa hata milele. Tuna mchungaji wetu. Baba atukuzwe sana. Naombeni kanisa la Talek, tumpende ndugu yetu, tumuheshimu, tumsikize, tumuombee. Baba atukuzwe sana, ili kazi yote ambayo Baba wetu amekusudia ifanyike katika kijiji hiki isisimame. Baba yetu atukuzwe sana. Uwepo wote wa mbinguni ushuke juu ya ndugu yetu. Baba yetu atukuzwe sana. Akili zote za mbinguni, ufahamu wote na ujasiri, Baba amjaze. Baba atukuzwe sana. Kwa hivyo naomba achukue nafasi hii kutuelekeza kidogo. Mbarikiwe sana.